anasema Sheikh wafaqahu Allah, an-nikahu ayuha al-ahibba, ndoa enyi vipenzi, fihi sakanun linnafs, ndani yake kuna tulizo la nafsi, mtu anatulia. Kuna vijana tunawafahamu walikuwa wamekonda sana, lakini mara baada ya kuoa, miezi miwili baada ya ndoa, anamuona amefuruka namna hii, anataka kupasuka. Anamwambia shekhe, vipi? Anasema utulivu, amenenepa kijana. Kumbe ni mtu alikuwa na mwili wake umejificha, umefichuliwa na ndoa. Fihi sakanun linnafs wa sururun lilqalb, furaha katika moyo. Akioa mtu mara unaona cheka ovyo tu. Wa tahsinun lilfarj, kadhalika ni kinga ya kuhifadhi tupu. Wa himayatun lil'ird, na ni himaya kwa ajili ya kuhifadhi heshima. Wa ghaddun lilbasar, na kadhalika ndoa ghaddun lilbasar ni shusho la kushushia macho. Fihi khairun lilfard, kuna khairi kwenye ndoa kwa mtu mmoja mmoja. Wa fihi khairun lilmujtama, kuna khairi kubwa kwenye ndoa kwa jamii. Fihi sifatun adhima, kwenye ndoa kuna sifa nzuri kabisa tukufu. Wa maziyatun kubra fihi, na kipambanuzi kikubwa zaidi kilichopo ndani yake. Takthiru ummati Muhammadin, kwenye ndoa hupatikana hali ya kukithirisha umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa tahqiqu mubahati nabiyina, na kulipatikanisha suala la fahari ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ili mtume akajifakharishe bi ummatihi, kupitia umma wake. Al-umama, ajifakharishe kwa nyumati nyingine, yauma al-qiyama, siku ya kiyama.